Ukiingia Google ukaandika maana ya kiungo mkabaji, Google wanakuletea picha ya Yusufu Kagoma. Leo ukiwa hujui nini maana ya football, ukiwa hujui kabisa nini maana ya mpira, ingia pale Google, uliza kiungo mkabaji maana yake nini. Google wao wenyewe wametranslate picha ya Yusufu Kagoma, ndiyo tafasiri ya kiungo mkabaji. Wow, yes, tangu amefika Yanga, amefika Simba, sio Yanga. Yanga walimtaka wakamkosa, ndio maana akili yangu kwao, na nasikitika masikitiko makubwa sana. Hivi huyu Yusufu Kagoma ndio Yanga wanataka kumpa milioni 10 kila mwaka? Huu ni utapeli wa hali ya juu sana. Yaani Yusufu Kagoma kwa ubora alionao ndio Yanga kwa msajili miaka mitatu milioni 30. Maana kila mwaka milioni 10 ni dhuluma kubwa sana ambayo wanataka kuifanya kwa Yusufu Kagoma. Klabu ya Simba ikasema hapana, hadhi yako wewe ni kucheza Simba Sports Club, timu namba 5 barani Afrika, timu yenye consistency ya kufanya vizuri kimataifa kwenye CAF Champions League. Sio vizuri? Wow, tukamchukua Yusufu Kagoma, now he is back. Yusufu Kagoma bado yupo na klabu ya Simba, bado yupo sana, na jana ameongezewa mikataba miwili ya miaka miwili kutumikia klabu ya Simba mpaka mwaka 2028. Yusufu Kagoma is a man to watch. Is a really talented player. Sikumbuki mara ya mwisho Damaro alipiga pasi accuracy kwenye mechi ya derby clean. Sikumbuki mara ya mwisho Mudathiru Yahaya alivuka mstari wa dimba la kati kwenye cycle of art kuja juu kwenye one side ya uwanja. Rini uwepo wa Yusufu Kagoma ulikuwa unawafanya viungo hawa wa Yanga wapate shida kila dakika 5, kila baada ya sekunde moja wapate shida katikati. Na wao mwenyewe ulisikia Mdasi Yahara alipotoka akamwambia hawa Simba hatari hawa, wanaweza kaniua hawa. Ulisikia mwenyewe? Hiyo ndio kazi ya Yusufu Kagoma, kiungo hunter, kiungo mwenye njaa zaidi ya punda mwenye njaa kali aliyepo Jangwani kwenye eneo la dimba la katikati. Na ukaona namna ambavyo kiungo cha Yanga Afrika kule mechi ya dabi ya Kariakota ya 1-3 walivyopoteana pale. Kazi ya Kagoma hiyo. Lakini kuna muda alilamba nyasi za Mudathiri babu wala Mdasi. Huyo Depo aliyoka mfukoni, Depo hajapiga shot on target hata moja mpaka atoka. Uongo? Mtafutie shot on target hata moja ya Depo kule dabi ya Kariakota, nakupa laki moja hapa. Tafuta nikupe laki. Haipo. Huyo ndio Yusufu Kagoma, mtoto anatumwa kazi. Alasibekane msimu uliopita finali, ilibidi refaria wa mchongo aambiwe bana, bila kumtwekea kiumbe hamshindi. Refaria akasema wewe unanifishia kazi. Ndio ya pili anampa jekundu Yusufu Kagoma, ndio tunafungwa bao. Uongo? Uongo. Ndio kazi ya Yusufu Kagoma. Brother, kwenye mechi ya Simba na Esperance Tunisi Benjamin Mkapa, Yusufu Kagoma anatoka ndio bao 2 zinarudi. Hiyo. Uongo? Sasa kwa nini tusimpe miaka miwili? Yusufu Kagoma miwili tena. Ameendelea kwake Msimbazi, klabu namba 5 barani Afrika kwa ubora. Anakula vizuri, analala vizuri. Hana shida ya mshahara wala hana shida ya posho. Lakini pia kuna taarifa zilikuwa zinasemekana ya kwamba Simba Sports Club amemuongeza mwaka mwingine Rushaine De Reuck. Of course ni jana sema post sio zinasema kwamba ni tayari confirmed. Rushaine De Reuck is here to stay. Tayari shikapewa mwaka mmoja. Mlimpa mwaka mmoja baada ya kuona pengine kama Fadu Davis hajawaletea mali. Yes. Lazima na ndio ninashukuru viongozi wa klabu ya Simba kwa weledi wao mkubwa na kwa kazi kubwa ambao wanaifanya so far mpaka dakika hii ya kuifanya klabu yetu kuendelea kuwa bora na kuendelea kuongezea mikataba wachezaji wote ambao wanaonekana ni potential, wachezaji wote muhimu, ili tuendelee kuwashikilia. Sifa moja ya klabu kubwa ni kuendelea kuwa retain au kuendelea kuwashikilia wachezaji wake bora ambao ni muhimu kuelekea msimu unaokuja. Mkataba wa Rushaine De Reuck ulikuwa unafikia ukingoni, ilikuwa lazima aongeze mkataba kwa sababu ya potential alionayo. Ukimwangalia Rushaine De Reuck ni zaidi ya Van Dijk kwenye eneo la defensive. Ukimwangalia Rushaine De Reuck ni zaidi ya Anthony Rudiger kwenye eneo la defensive. Ukimwangalia ni zaidi ya Rio Ferdinand namna ambavyo anacheza kwenye eneo la center back. So far mpaka dakika hii hakuna top class defender zaidi ya Rushaine De Reuck NBC Premier League so far. Kata kuimletee hayupo. Yeye pekee ana magoli 3. Uongo? Wanamfananisha na Job. Ana magoli 3 yeye pekee. Job mtoto mdogo. Ndio miongoni mwa wachezaji ambao wanasema at least yeye na wao. Yaani walau asilimia 25 kwa 75. Yaani Job 25 yeye 75. Huyu kasi yake ni kubwa, level yake ni kubwa. Ameprove CAF Champions League, ameprove ligi kuu Tanzania bara. Ameprove wapi CAF Champions League? Yes. Ambako ampo.
Hatupo, kwani Yanga wapo? Nyie ndo atulia na usemaga Yanga bora wapo? Wapo. So umeishia mwaka kundi mwaka huu mwaka wa pili. Na tumewapa jina mwaka kundi. Brother, unapozungumzia mchezaji mwenye IQ kubwa, mwenye mentality kubwa, Lucien Delap, angalia namna ambavyo ana shape defensive zone anapokuwa timu yake inashambuliwa. Angalia namna ambavyo ana clear mipira ya juu, aerial balls. Huyo ndio Lucien. Angalia anapofanya good positioning anapokaa wakati timu yake inashambuliwa, transition phase to attacking. Wow, fantastic, marvelous. Huyo ndio Lucien Delap ambaye tunapaswa kuwa naye. Quality za wachezaji kama hawa za kina Lucien ndio zile sifa ya kucheza na klabu ya Simba. Na wao yes, tumempa mkataba, hizi here to stay. Na niwaambie tu ndio kapteni wa klabu ya Simba. Ndio kapewa usinga, hujui? Kapewa usinga. Unaona mmemvua sasa mkongwe pale kwenye timu yake. Hajavuliwa. Shomari Kapombe. Hajavuliwa. Yeye mwenyewe amesema apewe Lucien Delap. Yeye mwenyewe amebariki kitambaa kiende kwa Lucien Delap. Kwa Shomari Kapombe amebariki kitambaa kiende kwa nani? Kwa Lucien Delap. Amebariki. Shomari Kapombe ameshakuwa kapteni miaka mingi sana na kama Simba. Na tunamjua ubora wake, ukubwa wake, performance yake tunatambua. Na niwaambie tu, hii ndio ile Simba asali na maziwa. Kwa tunaimba kila siku. Dr. Mo anaimba Simba asali na maziwa. Inafika lini? Ndio hii hapa. Ndio hii. Na za ndani. Nilishakuba na wakuja. Kuna washambuliaji hatari na shushu wawili. Kuna washambuliaji hatari hao wawili wanashushwa Simba ambao wanakuja kuchukua kombe la Afrika msimu unaokuja. Lakini ulimuona Depu? Depu alifichwa mfukoni. Jana kafanya bahati. Sasa ile timu ya jana ni hatari zaidi. Sasa timu gani babu? Kwa Tanzania timu ya kawaida ile. Aondoka na mpira wake. Kwanza pale kwa kuna mechi. Wewe Yanga tunajua mbinu. Kama mechi ya Singida Black Stars vile wanafikwa polisi wachezaji. Dr. Mo. Na kuuliza swali. Kama wamecheza Singida Black Stars vile kwa polisi Tanzania itakuwaje? Lakini nyinyi kila mkiulizwa dalili za ubingwa mnasema kwa Yanga hii ubingwa unachukua. Brother, Yanga hamna hawezi kunizuia Yanga. Alizuia kwa lipi? Kwa Yanga ile. Ninyi waandishi wa habari mlisema, nisikilizeni. Mlisemaje kwamba ili Simba ionekane timu bora icheze na Yanga tarehe 1 mwezi wa 3? Uongo. Kweli. Bali kwa jisifia zije Prison mkakataa mkasema Prison ya kawaida. Nikajisifia zije Mashujaa mkasema ya kawaida. Sio nini? Nimecheza na Yanga. Sio Yanga ile, hakuna Yanga nyingine. Kama hivyo na niwaambie tu Steve Baka alilia machozi ya damu siku ile pale New Amani Complex baada ya Pacome kukosekana. Brother alilia machozi ya damu akasema hii Yanga bila Pacome sikuitaka Yanga hii. Wao wanasema endelee kushinda kiumane na huko CRDB. Yanga hawana uwezo wa kufunga tena. Muda wao umekwisha na sisi ndio ufalme wetu umerudi. Tuna timu bora, matajiri wapo. Unamwona Joseph Gasira anatoa magari kwa wachezaji. Magari kila siku anatoa magari. Hiyo ni motisha kuelekea ligi kuu. Magari ya zamani ya. Sisi tunakwenda Singida tarehe 11 tuwafunge Singida alama 3. Baada ya Singida tunakwenda zetu Arusha, dhidi ya United tunaenda kufunga bao 3 na mabao na point 3. Baada hapo tarehe 19 tutakuwa mji wa samaki na miamba. Nazungumzia Rock City. Mwanza hiyo. Tunaonyesha zile ya Pamba tarehe 19. Tunawafunga bao 3 tunarejea Dar es Salaam. Tunacheza tarehe 22 pale Meja Jinai Samuno dhidi ya TRA United. Kwa hiyo tuna ratiba ngumu msimu huu. Watanzania watuombee dua. Lakini mashabiki wa Simba, Yanga, mashabiki wa Simba na matawi yote waweze kujipanga na kujiandaa kuelekea mchezo huu. Unazuri kwa sababu ni michezo migumu ambayo unapocheza Singida unacheza na timu 3. Unapocheza Singida ucheze peke yao Singida. Una maana gani kusema hivi? Ukicheza na Singida unacheza na Singida, unacheza nyuma mwiko, lakini pia unacheza na watu wa Chamazi, unajua? Wanakuwa muungana. Na Chamazi na Singida pia na watu wengine na Fountain pia wanaungana nao. Kwa hiyo maana yake sio timu moja. Kwa kuna kazi ya kufanya kubwa na Simba. Tusilale. Michezo hii mitano ni muhimu. Kila mwana Simba amke apambane, boweza, pita uvunguni, inama chini, pita juu, pita angani. Michezo hii tuishinde ndio natoa ubingwa. Baada ya michezo hii tutabakia mechi moja tuamua ubingwa, tutakuja kufunga Yanga Benjamin Mkapa. Tajiri kabagua hajawapa wengine magari. Ndio mikataba ya klabu ya Simba kwa wachezaji hawa waliosajiliwa dirisha dogo. Ilikuwa kila mchezaji apewe nyumba ya kuishi, which is imeshafanyika. Wanazo kila mtu nyumba ya VIP treatment. Lakini mkataba wa pili ilikuwa wapewe usafiri kwa sababu Dar es Salaam unajua yani watu mpishane nao kwa dadala vitu vigumu sana. Yani libase goe akashikilie bomba. Vigumu sana. Kuna wengine wanasema